kulala nje bila makazi, chakula au utunzaji. Hali inabaki kuwa ya kiwewe na ya wasiwasi kulingana na msimamizi wa Fizi. Anataka msukumo wa mshikamano wa kitaifa na kimataifa ili kusaidia waathiriwa wa janga hili la asilia. Zaidi ya watu 100 ndio walishaonekana na tuna watu 1000 wenye hawana nyumba, nafasi ya kulala, chakula hawana na wako makumu sana. Hii mwaka mvula ni kali sana. Tunaomba serikali yetu ya Kongo ikuye na msaada ya kusaidia wandugu zetu wenye walipata makumu sana kupoteza wandugu zao wapendwa mkijiji ya Kasaba. Watetezi wa haki za binadamu na wana mazingira wameonya kuwa serikali ya DRC ina wajibu wa kuwaruhusu wakazi kuishi katika vijiji na miji inayojengwa katika mazingira yanayofaa, ikiwaepusha na mafuriko ya mito iliyohatarishi na tatanishi dhidi ya maisha ya binadamu. Yueli Mapoli, profesa mwana mazingira pia mtetezi wa haki za binadamu mkoani Kivu Kaskazini, amewataka raia kuzingatia kupanda miti kando kando mwa ziwa na mito, lakini pia mifereji kwa lengo la kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameelezea kuwa ni mojawapo ya vinavyosababisha majanga kama na haya ya mafuriko ya maji katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia ulimwenguni. Serikali ya Kongo zaidi sana iweze kuchukua mamlaka yake. Sheria inasema hatuwezi kujenga kabla ya meta 50 na mfereji. Hiyo inaweza kutusaidia kujikinga. Umoja wa Mataifa uweze kusaidia watu zaidi sana, uweze kusaidia waongozi wa Kongo kutimiza hizo mikataba zinazohusu jengo bora. Haya yanajiri wakati pia jimboni Kivu Kusini, Twangiza Mining inayofanya kazi ya uchimbaji madini ya dhahabu katika mkoa wa Kivu Kusini inayodhibitiwa na waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema imeamuriwa kusimamisha shughuli zake na utawala wa waasi kulingana na barua ya kampuni hii ya uchimbaji madini. Kampuni hiyo inafahamisha wafanyakazi wake juu ya kusimamishwa kwa kazi kwa mara moja katika barua ya Mei 8 kwamba kufuatia maagizo kutoka kwa utawala mpya wa mahali katika mkoa wa Kivu Kusini, madini ya Twangiza inalazimika kusimamisha shughuli zake. Barua iliyosainiwa na mkurugenzi mkuu wa kampuni hii iliongeza kuwa vifaa na magari yalikuwa yamewekwa kwenye hali ya kusubiri. Uamuzi huo unaangazia mvutano juu ya udhibiti wa rasilimali katika mikoa yenye madini na yenye utajiri wa DRC, ambapo waasi huendelea wakiwa wameweka mali za kimkakati za madini chini ya utawala mpya. Chube Ngorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Na kufuatia habari hiyo na mvua zinavyozidi kunyesha eneo la Afrika Mashariki, mwandishi wa BBC Roncliffe Odit amezungumza na Venant Ndigila ambaye ni afisa msimamizi katika shirika la Red Cross nchini Kenya, kitengo cha kukabiliana na hali za dharura na majanga. Tumekuwa na hali ya mvua inaendelea katika kanda za Afrika Mashariki. Nikizungumzia sana upande wa Kenya, tumeona mvua imekuja, lakini sio vile tulipata kiwango mwaka uliopita na mwaka wa 2023, kwa sababu mvua inakuja kwa kiwango kikubwa kidogo, alafu tena siku ya pili ya tatu inapotea, alafu inarudi tena. Na mara nyingi nyinyi kama wataalamu mmetaja tu kwamba mabadiliko ya tabia nchi katika miaka hivi karibuni ndicho kinachochangia sana majanga ambayo yamekuwa kishuhudiwa kutokana na mvua nyingi na mafuriko. Sasa kitu gani ambacho kinapaswa kufanywa ili kuepusha majanga kama hayo? Tunapata mvua inakuja kwa kiwango kikubwa sehemu moja, ama tunapata mvua inakuja wakati haijatarajiwa alafu inakuja kwa kiwango kikubwa, ama inakuja kwa sehemu zingine zile kawaida mvua huwa haitarajiwi kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo madhara yake inakuwa mengi kwa sababu wananchi hawakuitarajia ama hawakuwa wamejipanga vizuri kukabiliana na majanga ama kukabiliana na madhara ya mvua hiyo. So kwa hivyo ni sana sana ni elimu ya utabiri wa hali ya hewa iweze kufikia wananchi kwa sehemu zile ambazo inatabiriwa kuwa mvua itakuwa nyingi. Ndugu Ndigila, katika siku za hivi karibuni mataifa kama vile Somalia, DRC, Kenya na hata Tanzania watu wamepoteza maisha yao katika mafuriko. Je, ni kwamba tahadhari hizo unazotaja hazitolewi mapema au raia wanazipuuza? Bado sasa itarudi pale utabiri wa mvua, utabiri wa vile hali itakuwa inabadilika. Inatakana uwekwe kwa
kwa njia ambayo wananchi wataweza kujua kwamba ikisemekana mvua imenyesha milimita 50 kwa masaa 24, iko tofauti gani na mvua ile imenyesha mvua milimita 100 kwa lisali moja. Ikinyesha kwa lisali moja, hii mvua nyingi sana. Jioni mafuriko yamesababisha zaidi ya vifo vya watu 100 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku nchi kadhaa za Afrika Mashariki zikishuhudia mvua kubwa inayosababisha maafa. Kundi la kwanza la wakulima wazungu waliopewa hifadhi ya ukimbizi na Marekani limeondoka Afrika Kusini, na China na Marekani zimekubaliana kupunguza kwa kiasi kikubwa ushuru wa bidhaa kadhaa na hivyo kupunguza makali ya vita vya kibiashara baina yao. Hii ni BBC. Na msikilizaji, karibu tena katika matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Karorobi na mwenzangu Phyllis Mwate tukiwa Nairobi. Na tukisonga mbele, China na Marekani zimekubaliana kupunguza kwa kiasi kikubwa ushuru wa bidhaa kadhaa na hivyo kupunguza makali ya vita vya kibiashara baina yao. Tangazo hilo linakuja baada ya mazungumzo ya wikendi kati ya pande hizo mbili mjini Geneva. Wamekubaliana kupunguza ushuru wa bidhaa kwa 1 na 15. Mpango huu ukitarajiwa kuanza kutekelezwa siku ya Jumatano wiki hii na utadumu kwa siku 90 zijazo na kuzipa nchi hizo mbili muda wa mazungumzo zaidi. Jamhuri mwa vyombo hakuelezi zaidi. Makubaliano yameafikiwa baina ya mataifa hayo makuu kiuchumi duniani kufuatia mazungumzo ya kina huko Geneva. Waziri Mkuu wa masuala ya fedha Marekani Scott Bessent ametangaza hayo katika mkutano na waandishi habari punde mwafaka huo ulipopatikana. We had very productive talks. We have reached an agreement on a 90-day pause. Tumekuwa na maelewano mazuri. Tumekubaliana kuwa na subra ya kipindi cha hadi siku 90 na kisha hatua kwa hatua viwango vya ushuru vitashuka, kumaanisha kuwa pande zote mbili viwango vya ushuru vitashuka kwa 115%. We'll move their tariffs down 115%. Ameongeza kusema kuwa makubaliano hayo yamefanywa katika mazingira ya ushirikiano mkubwa. We had very robust discussions. Mazungumzo yamefana kabisa. Pande zote mbili zimeonyesha ile hali ya kuheshimiana ipasavyo. Katika majumuisho tumeeleweshana kwamba sote tuna maslahi ya kuzingatiwa na lazima tuwe na uwiano wa kibiashara. Marekani sasa inasonga mbele katika mkondo huo. Na kweli ni hatua iliyopokelewa vyema na pande zote mbili, hasa huko makwao, hususan katika masoko ya hisa ya Uchina na Hong Kong, huku sarafu ya yuan ikiimarika zaidi kufuatia tangazo hilo. Mwakilishi mkuu wa upande wa Uchina He Lifeng, ambaye pia ni makamu wa waziri mkuu, ameongeza kusema kuwa vile wamekubaliana na wenzao wa upande wa Marekani kuunda mfumo mahususi utakaowawezesha kuwa na wepesi wa mawasiliano yoyote ya kiserikali yanayohusu masuala ya uchumi na biashara. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, tutakuwa na mkakati na jopo kazi la masuala ya biashara na uchumi kwa jumla na husu pande zote mbili. Tutakuwa na viongozi maalum wa majopo hayo ambao watashughulikia lolote litakalojiri na kuhakikisha wanafikisha ujumbe kwa wahusika wa masuala hayo ili yashughulikiwe kwa haraka na kikamilifu. Sote tutafanya majumuisho ya yale tuliyokubaliana na tutatoa tamko la pamoja haraka iwezekanavyo tarehe 12 Mei. Tangu Rais Trump aingie madarakani amekuwa kigomba akidai kwamba nchi yake inapunjwa kibiashara na mataifa mengine, lakini utesi wake na Uchina ndio uliokithiri, jambo lililozua mtafaruku mkubwa wa kibiashara duniani. Na sasa wengi wameshangaa lakini pia kufurahia kwamba makubaliano haya yamefikiwa kwa haraka ukizingatia uhasama wa kibiashara uliokuwa umekolea baina yao. Vyombo BBC. Na taarifa hiyo vilevile ya Jamhuri mwa vyombo iko kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. Ripoti mpya inasema idadi jumla ya Wapalestina wa ukanda wa Gaza iko katika hatari ya kutumbukia katika baa kubwa la njaa baada ya miezi 19 ya mzozo kati ya Israel na Hamas ambao umesababisha idadi kubwa ya watu kuachwa bila makazi na kuzuiwa kuingia kwa misaada ya kibinadamu. Zaidi na Skola Kisanga. Kulingana na asasi inayofuatilia usalama wa chakula duniani yani IPC, idadi jumla ya Wapalestina wa Gaza wanakabiliwa na uhaba wa chakula, huku 500,000 kati yao wakikabiliwa na kitisho cha kufa njaa. IPC imegundua Wapalestina milioni 1.95 ambao ni 93% idadi ya watu wanaoishi ukanda wa Gaza wanakumbwa na viwango vya juu vya baa la njaa, huku zaidi ya 300,000 kati yao huenda wakafa njaa.
IPC inasema hali ya upatikanaji wa chakula Gaza imedorora tangu mwezi Oktoba mwaka jana ilipotoa ripoti yao ya mwisho. Ripoti hii ni hivi punde tu kufuatia hali kati ya tarehe mosi April na Mei 10 mwaka huu, huku hali ikitarajiwa kusalia kuwa mbaya hadi mwishoni mwa mwezi Septemba. Beth Bechdol ni naibu mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo FAO, ameiambia BBC hali ni tete huko Gaza. Tunatarajia watu wote milioni 2.1 kila mmoja wao aliyeko Gaza kukabiliwa na njaa au kuwa na uhaba wa chakula, na kama ulivyotaja, watu zaidi ya milioni wakiwa katika kiwango ambacho IPC imekiorodhesha janga na wanakodolea macho kufa njaa. Hivi ni viwango ambavyo kwa kweli hatujawahi kuvishuhudia awali katika ripoti za IPC. Kwa hivyo ni bayana sasa tuko katika mojawapo ya migogoro mibaya zaidi ya ukosefu wa chakula duniani. IPC inasema hali ya upatikanaji wa chakula huko Gaza imedorora tangu mwezi Oktoba mwaka jana ilipotoa ripoti yao ya mwisho. Ripoti hii hivi punde imefuatilia hali kati ya tarehe mosi Aprili na Mei 10 mwaka huu, huku hali ikitarajiwa kusalia kuwa mbaya hadi mwishoni mwa mwezi Septemba. Israel imezuia kuingizwa kwa msaada wowote huko Gaza tangu mapema mwezi Machi, ikihoji ni hatua ya kuwashawishi wanamgambo wa Hamas kuachia huru mateka ambao bado wanawazuilia. Tangu kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas, Israel imerudisha operesheni kati ya kijeshi dhidi ya wanamgambo hao na kutatiza usafirishaji wa misaada ya kiutu katika ukanda wa Gaza ambao umezingirwa na majeshi ya Israel. Asasi hiyo ya IPC ambayo takwimu zake kuhusu upatikanaji wa chakula na viwango vya njaa hutumika na mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa na ile ya kutoa misaada ya kibinadamu, imesema hatua za dharura zinahitajika kuokoa maisha ya watu na kuepuka kuendelea kwa hali ya Wapalestina kufa njaa. Nao maafisa wa Israel wanasema hawaamini kuwa Gaza inakabiliwa na bala na hakika misaada kutosha ilifikishwa katika ukanda huo, na kuongeza kwamba wanataka kusimamisha misaada kudhibitiwa na Hamas. IPC inasema kulingana na makadirio yao, mpango uliotangazwa na Israel mnamo tarehe 5 mwezi huu wa Mei wa kufikishwa kwa misaada haukidhi mahitaji ya Wapalestina karibu milioni 2 ukanda wa Gaza. IPC inasema mfumo huo uliopendekezwa wa kusambaza misaada huenda ukawa na vikwazo vingi vya upatikanaji wa misaada hiyo. Na shukran Skola Kisanga kwa taarifa hiyo. Siku chache zilizopita, rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi huko Tanzania aliripoti kupitia mitandao yake ya kijamii juu ya ujumbe wa vitisho dhidi ya maisha yake aliyopata kwa njia ya ujumbe wa simu. Vitisho hivi vinakuja siku si nyingi tu tangu katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Padri Charles Kitima kushambuliwa katika jijini Dar es Salaam, muda mfupi tu baada ya kutishiwa kupitia mitandao ya kijamii na mtu aliyemuonya kwamba siku zake zinahesabika kwa sababu ya ukosoaji wa mara kwa mara uvunjifu wa haki za binadamu nchini Tanzania. Vitendo hivi vimeibua hofu na maswali mengi juu ya uhusika na jitihada za kuwadhibiti. Mwandishi wa BBC Samia Wami amezungumza na wakili Mwabukusi ambaye kwanza anaanza kwa kueleza sehemu ya ujumbe aliopata. Tibea na nifanye jitihada za kuaga ndugu, kwa sababu sasa ni wakati wangu wa mimi kuwafuata hawa wengine. Ndio maneno yaliyotoka dhidi yangu. Umetoa taarifa labda polisi kuhusiana na vitisho hivi, na polisi wamesemaje? Nilichofanya, kwa sababu mtu huyu alisema yuko Mbeya, niliwasiliana na polisi walioko Mbeya, japo siniziki na kile kinachoendelea kipo, lakini kwa mujibu niliwafuadia message hizo na namba na kuwaeleza kwamba namba hizi zinafanya mambo gani. Kwa hiyo niliotaarifu kwa njia hiyo. Wewe umeweka hata namba ya huyo mtu ambaye alikutisha mtandaoni. Labda umefanya namna yoyote ya kuwasiliana naye, kujaribu labda kumuuliza kwa nini anafanya hivyo? Apokei. Unajua sio mara ya kwanza sisi kupokea vitisho hivi, lakini kwa sasa tumeona kwamba hatuwezi kuvichukulia kwa wepesi. Hatuogopi au watishaji, lakini kwa namna vitisho vinavyokuja tunaiambia jamii ili ijue tuko kama taifa tuko katika hali gani. Nilimwambia kwamba kimsingi nataka nijue ana shida gani. Aliniambia shida yao ni kuniua, kwa sababu mimi najidai nafahamu, najidai naongea, najidai na watetea hao wahusika. Kwa hiyo nilimwambia kwamba nitakuja, sitakuogopa, nitakuja na nitakukabilini kwa namna mtakavyokuja. Kwa hivyo umebadilishana nao message kabisa, unauliza kwa nini wanakujibu na wewe unazungumza nao? Yes. Unaamini ni mtu mmoja ambaye anafanya hivi vitu au ni kikundi cha watu ambacho kinaratibu haya mambo? Mtu mmoja, ni kikundi cha watu
na ni vikundi, mimi naamini ni vikundi ni kikundi, ni timu ya watu, lakini yenye backup ya watu waliotakiwa kuwa na dhamana ya kutulinda. Kwa nini unaamini hivyo? Kwa nini TCRA hawakamati watu hawa? Soka meseji zake na mawasiliano yake ya mwisho yanaonekana aliwasiliana na nani? Mrudi wa mawasiliano yake yanaonekana aliwasiliana na nani? Shahidi amejitokeza, mawasiliano yake yanajionyesha alikuwa anawasiliana na nani, aliyewataja baadhi ya maafisa baadhi ya askari polisi. Kwa hiyo hawa TCRA kazi yao ni nini? Na walisema wanasajili namba kwa alama za vidole ili iwe vipi? Unafikiri kwa nini uhalifu unatendwa? Ili kwa sababu mtandao ni njia mojawapo ambayo uhalifu unaweza ukafanyika, lakini TCRA haifanyi jambo lolote, kwa sababu sidhani kama inafikiri ina wajibu wowote kwa sisi wananchi wa kawaida, hasa labda ambao hawana vyeo serikalini, labda watu ambao sio watoto wa viongozi au sio viongozi wakubwa. Nadhani labda kuna segment ya madaraja ya watu wanaohitaji ulinzi na wasiohitaji ulinzi katika taifa. Hii imekuathiri vipi wewe binafsi na labda hata kwa